Yes bana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Galaxy Media. Karibu, hii ni Galaxy Sports na mimi ni Rama, andani finest mjini sina shamba. Nipo hapa kujuza yale ya kimichezo, hususan ni mchezo ambao umetokea hapo jana ambapo Wekundu wa Msimbazi Simba walikaribishwa vikali kabisa na timu ya South Africa Stellenbosch, ambao mechi hiyo ilipigwa huko nchini South Africa. Lakini Simba waliibuka kimasomaso kwa maana ya kwamba kutokuruhusu goli, mchezo ukaisha kwa nunge ya 0-0, ambapo in aggregate Simba alipata faida kubwa baada ya yeye kuwa na advantage ya kupata goli la nyumbani. Mechi ambayo ilipigwa Zanzibar, Simba alishinda kwa idadi ya goli moja, ambayo limemsaidia mpaka hivi sasa tunapozungumza Simba anasubiria finali ambayo atacheza dhidi ya RS Berkane. Watanzania wengi wapenzi wa Simba, East Africa wote ambao ni wapenzi wa football, wana maombi yao yote ama wanasali kuhakikisha mnyama Simba analeta kombe hapa Tanzania kwa ajili ya heshima ya nchi na East Africa kwa ujumla. Miaka mingi sana watu hawajaweza kufanya hichi kitu, na nadhani tangu Tanzania iumbwe hakujawahi kutokea timu ambayo imefanikiwa kubeba ubingwa wote ule wa makombe haya ya CAF, either ni CAF Champions League ama ni kombe la shirikisho barani Afrika. Simba alifanya Young Africans msimu wa 2023, alifika akarudi na medali hapa. Simba safari hii msimu huu wa 2024-25, je, kombe litabaki Tanzania au la? Ni kitu ambacho kila mmoja anahitaji kukisubiria na anakiomba zaidi. Lakini kubwa kuliko muda huu, nahitaji kuzungumza na wewe, kutoa pongezi na kongole kwa watu hawa wawili katika kikosi cha Simba Sports Club. Cha kwanza kwa Fadlu Davis ambaye ndo alikuwa kama nahodha mkuu wa meli hiyo ambayo ilikuwa inavukishwa kuelekea nchi ya ahadi. Lakini kongole zingine nizipeleke kwa Mohamed Hussein Zimbo Junior ambaye ni nahodha wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Yani jana kama unakumbuka, kuna historia kubwa ambayo imezungumzwa miongoni mwa wanadamu ambao walifanikiwa kuichapa bahari na ikajigawa watu wakapita. Alikuwa ni Nabii Musa kipindi hicho, kama mnakumbukumbu vizuri, na ni miongoni mwa story ambayo wakadisiwa ina take attention kwa sababu ni safari ambayo ilikuwa haina matarajio, haina mategemeo, watu walishapoteza matumaini yote kwa upande huo kwa wakati huo. Lakini Musa alifanikiwa kutokana na dua ambazo alizifanya, akachapa bahari na watu wakapita. Ndio hicho jana alichokifanya Musa na stand kama Fadlu Davis amefanya yao aliyofanya. Simba imevuka katika hatua inayofuata, Zimbo Junior akiwepo kama support na mwenyewe amefanya ya kwao. Simba imeenda katika hatua inayofuata kwa maana ya finali. Kwa namna gani? Nilipenda tukio moja ambalo alifanya Shabalala, tukio moja au mawili, wakati inatokea masuala ya kudai VAR. Watu walikuwa wanalalamika sana, timu za Tanzania zina hii tabia, manodha wamepoa inapotokea swala advantage ya kudai VAR, watu hawafanyi hivyo. Lakini jana Zimbwe ilitokea pale, wamefungwa goli, akamfuata maamuzi, amwe captain, naomba tukacheki VAR, na matukio yakaenda hivyo na watu wakapata advantage ya kutumika kwa video assistance referees, na Simba wakanufaika kwa hicho kitu. Kwa hivyo nadhani yale makelele ambayo mlikuwa mnayapiga, sijui Shabalala haongei, kapteni hawazungumzi, amekifanya. Na hii iliwe funzo kwa vilabu vingine vitu ambavyo vitashiriki klabu bingwa na kombe la shirikisho kwa msimu ujao, kwa maana kwamba hapa tunaanzia kwa Young Africans, Simba, aidha wakina Azam au Singida Black Stars, yoyote Tabora, ambao wana advantage kubwa ya kushiriki katika hayo mashindano, wachukue ile funzo kwa makapteni wao. Wanazungumza inapokuja swala panahitajika kutumika VAR, nenda kazungumze na referee ili upate advantage kama ambavyo wanafanya timu zingine. Tumeona pia kwa upande wa vilabu vingi kutoka kule Uarabuni, wakiamua kudai VAR wanaidai mpaka wanaipata haki yao. Kwa hivyo ni kongole sana zipeleka. Lakini kingine ni Fadlu Davis. Alichokifanya Fadlu Davis jana, alijua yupo ugenini na alijua kabisa kwamba Stellenbosch, Steve Barker, kocha mkuu wa Stellenbosch, atakwenda kufunguka moja kwa moja, atakwenda kushambulia. Kwa hiyo nifanye nini? Acha nimpe mpira, give them the ball and then stay, wasubirie. Ndio hicho kifanya Fadlu Davis. Aliwapa mpira wakacheza, lakini akawanyima ule uwanda mpana wa kutengeneza nafasi katika lango la Simba Sports Club. Ndio hicho kifanya Simba jana kwa upande wa Fadlu Davis. Aliweka block nzuri kuanzia eneo la Kagoma, lakini pia ukija nyuma kwa wanaposema kina Abrazaki Hamza, wakina Chamua Karabo, kongole sana. Watu wengi walikuwa wanambeza, lakini ameonyesha utulivu hali ya juu. Kapombe pamoja na Shabalala, kulikuwa kuna block nzuri, alicement sana ulinzi wake, mianya haikuwa mingi. Ndio maana ukiangalia Stellenbosch wametengeneza chances nafasi 13, lakini wazitumia nafasi 4 tu ndio zimelenga golini. Ila Simba wao, pamoja na kwamba possession haikuwa kwa upande wao,
Stellenbosch ndio walikuwa wamemiliki mpira kwa asilimia kubwa, asilimia 58 kwa asilimia 42, lakini Simba alitengeneza nafasi 5. Katika nafasi 5 hizo ambazo amezitengeneza Simba siku ya jana, on target alipata 2. Kwa hivyo unaona kwamba target ambayo alikuwa ameingia nayo Fred Davis ilikuwa ni target nzuri, ilikuwa ni target ambayo imemsaidia kuzuia, kuwapunguza, kuficha mianya wao, kutengeneza nafasi kubwa za wazi na wao kutumia counter attack nzuri ambazo zitapelekea kupata matokeo ya haraka. Ndio maana ukiona on target mashuti 5 wamepiga, yalolenga lango ni mashuti 2. Sijui umeelewa. Ni robo asilimia hiyo katika kile ambacho walikuwa wanakifanya. Na ukiangalia hawa mashuti waliopiga ni kwamba wamefeli, hawakuwa na mpango mzuri katika utengenezaji wao wa nafasi. Lakini kingine cha kumalizia, ukiangalia jinsi ambavyo walikuwa wanaifunga mechi, Fred Davis ilifikia hatua akamtoa Mpanzu, alifanya sabu nyingi sana pale mwisho kama 3 au 2, akaingia Debre Fernandez, akaingia pamoja na nikimkumbuka nitakutajia, waliingia wachezaji wawili pale, Debre Fernandez akaenda kuongeza eneo la katikati la kiungo, kwa maana kwamba akasimama sasa alikopo Kagoma, Fernandez na Ngoma anakuwa kama ni kiungo mchezeshaji, lakini Fernandez pamoja na Kagoma walikuwa wanafanya kazi ya kuchafua zaidi ya kukaba moja kwa moja. Sijui unanielewa. Kwa hivyo ni mwalimu ambaye aliingia kwa minajili ya namna hiyo. Aliingia kwa lengo kubwa azuie, lakini azuie kwa namna gani? Kuhakikisha anawapa mpira na kuwanyima nafasi ama uwanda mkubwa kuendeleza nafasi za kutisha. Huyo ni Fred Davis ambaye alifanya hicho kitu katika mchezo jana. Lakini kingine bana, Elie Mpanzu huko ulipo, saluti sana. Elie Mpanzu mmoja mawinga ambao naweza nikasema kwa Tanzania yetu mpaka hivi sasa sidhani kama kuna winga kama Mpanzu ambaye anaweza akathibitisha hicho, labda aje na takwimu zake, lakini sijaona bado winga ambaye anaupiga kama Elie Mpanzu. Ni winga pase kabisa, mtu ambaye anaweza kaenda pembeni akarudi ndani akaforce mashambulizi. Ni miongoni mwa watu ambao wanajua kuforce sana. Ndio maana Fred Davis anapohitaji timu yake itembee kuanzia kwenye final third ya mpinzani, atamtumia Mpanzu, atamtumia Kibu Denis, kwa sababu hawa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaweza kumiliki mpira na wakatembea nao angalau distance fulani, akampunguza wa kwanza wa pili, akaileta timu juu. Kibu Denis anaweza kufanya hivyo, Mpanzu anaweza kufanya hivyo. Utofauti wa Mpanzu na Kibu yeye mara nyingi anawavutia kutoka katikati, anapita kati. Mpanzu yeye anawavuta kwa pembeni, then anahitaji kupata mianya kwa kina Jenshaza wake, piga zile cross za cut in, wanakuwa ni advantage kwao. Kwa hivyo nadhani ni moja ya timu ambayo kwa hivi sasa ni tishio zaidi, na advantage kubwa tangu hapo awali alipewa Simba kuchukua ile kombe la shirikisho. Na mimi binafsi nikasema hivyo kwamba msimamo wangu pia utabaki pale pale. Niliongea tangu Simba anapangiwa tu ya makundi kwamba ni miongoni mwa timu ambayo inaipa asilimia kubwa sana ya kutetea ile kombe, na hatimaye sasa hivi imefika hatua ya finali. Pongezi sana kwa Fadu, lakini pia uongozi wa Simba kwa jumla, kongole kwa hiki ambacho amekifanya. Bana, mimi nilikuwa nakujuza hicho tu, kile ambacho kimetokea kwa siku ya jana. Mpaka kufikia hapo la ziada sina. Na hicho kusai zaidi ni kuendelea kutufuatilia Galaxy Media. Tunapatikana hivi kunako YouTube channel yetu, lakini pia hata katika mitandao mingine ya kijamii, Facebook, Twitter, Thread, kote huko tunapatikana. TikTok ni Galaxy Media. Bye bye.